Uwiteka umenyesherezo ryanje n'urugero rw'iminsi yanje menye ko ndikike dore wahimbiye iminsi yanje y'intambwe z'intoki dore wahimbiye iminsi yanje y'intambwe z'intoki yesu ubugingo bwanjye kuri wowe meze gusa ukuri umuntu wese n'ubwo akomeye n'ubwo gusa kandi bizera Roma kitabu cha Warumi sura yake ya 8 mstari wa 11. Ni hapo tutasoma hiyo shairi. Sura yake ya 8 kitabu cha Warumi mstari wa 11. Kwa niba mwuka wa Yesu awurine Yesu Kristo azahora n'imibiri yanjye ipfa n'umwuka wawe urumuri. Tunaomba Mungu wewe wa Israeli mwana wa Abrahamu Isaka Yakobo yegufira amasaha ya gitondo gushimira kumpagaza mbere y'abantu imbere yawe mbere y'imibiri yasizwe na Museveni ndetse n'Irakiza zabura icyubahiro cyawe bwo gukunda kwawe kugiye twashenjaguwe kubyabaye muri bitangaza bizaba mu izuka igihe tutazi bizaba nyuma y'ibi tuvuga gukomera kwawe tugaya ko gukomera tutari kubona tuvuga icyubahiro cyawe ariko nateganya ucishwa bugufi kwawe tuvuga kugira neza ariko zikora abantu b'abagizi ba nabi bari muri yose muri karugace tuvuga ineza yawe ariko zikora inabi ubashishe bikarukane gatoya kugira mu ijuru kandi n'isi mugira umwuka kandi n'umunyamubiri mugira ibitangaza kandi shidikanya wundi wabikora ukigo cyane perezida w'ubukora akanya gatoya katari na gato cyane ukangaka umuryango kirabo yagafama reka numvikane ijambo ryawe kubasanzwe barinzi icyo ngiye gukora si ukubirigisha singiye no kuri gusa kiryasinziriye ahubwo nzi neza ko imitima yacu twese tubifite ariko dushengurwa cyane ntizaba kuvuga kubane natwe tubwire ushaka kubikarukanye n'izina ryawe turabashe amen amen. Sasa mturanga kwa kuturanga Nitaomba mpiganzeze atulie kwanza kuvuga magambo make ili tuweze kuzungumza kwa machache. udufite saa 5 Hapa tunakuwa saa 5 dakika 13 kandi no kama ukoresha bayiraga kwita tukambi labda hapa tayari nimechukua dakika 3 au 4. kama ndio hapo wese Ndugu wapendwa ambao mnapatikana hapa, haikabu kujagisho imara kukarukana hakuna neno la mtu yeyote ambaye anaweza kuleta faida kwa wengine wote hapa. kandi abantu babuziwa kwa cyo kimani Kwa wakati watu wanakosa neno la kusema ndio wakati Mungu naye anasema. ya abantu bumiwe ntacyo bashobora gukora cy'Imana itagisi Wakati watu wanakosa na kufanya, hapo ndipo Mungu analeta jibu. ariko buri gihe hari igihe imiti biremererwa n'ijambo tuyumve Kwa nyakati hizi kuna wakati zinaweza kutulemea hata neno la Mungu tutaweza kusikia. kandi si ugushidikanya ariko yemeze Hapa kuna tena kushita, ni hivyo inakuwa ndani ya mioyo yetu. hagiye duhumuriza abantu yani mvugo twabahumuriza Kuna wakati tunaleta faraja na watu waweze kusikia hiyo faraja. bakoresha kama telefone turi kure Tunaweza kupiga simu tukiwa mbali au kwa kimya tukiwa karibu. umuntu wafushira abantu nk'aba ngaba yumva ijambo risanzwe Mtu aliyepoteza watu kama na hawa naona kama ni kawaida. abantu barangaha Watu ambao wanakuwa hapa mbele zetu. tutabiteka kuri Mimi nina historia kwao. sasa niona ngaha Ndugu Museveni ambaye mnamuona analala. kuri kigo ayoboye abanyeshuri beza Wakati alikuwa kwenye shule akiwa kiongozi wa ndugu zake wanafunzi. abantu babanye twandi Kamembe bari Watu ambao wanaishi Kamembe wanajua yeye ni nani. cyose naza gahanga Museveni ngo bagaya Wakati wote nilikuwa nikifika hapa ilikuwa ni kwa mwaliko yake Museveni. tumuona bagushatse kera Hii kifo imemtafuta tangu awali. ushaka umuzee umwe tuyaje mu Rwanda Nisikia mzazi mwamba anaishi huko Rwanda. ayafi umuntu Kulikufa siku moja mtu ari umusirikare na alikuwa jeshi. ariko guteka byose bakakwepana Akasema huyu bwana jeshi kile wakati alikuwa anakikupana kifo. ariko umunsi ugere barahuye Lakini wakati kifo siku ilipotimia naye wakapambana naye. cyandanye bwa mbere kuri yo tu Kitu ambacho kimeleta kwanza siku hiyo ya kwanza. Ikima rero bivuze ko bashobora kuzashinga mu cya kigo babaga Ni kwamba Mungu tayari anawafunulia kwamba wanaweza kuishia kwenye
shule ambapo walikuwa. Yo kufatanya nao. Mimi nilikuja kama mjumbe wa kuweza kuleta kusaidiana nao. Tumezunguka kando ya mahali ambapo walikuwa wakisomea shule. Na ni yeye aliyekuwa kiongozi wa wenzake. Wakati wa kifo chake kilikuwa bado kutimia. Watu wote ambao walimaliza hiyo mwaka masomo wakarudi nyumbani. Haikuweza kuisha kwa sababu mimi nimefika hapa. Mimi nimekuwa rafiki wake wa karibu. Nilianza kutafakari kama sikuweza kujidanganya kidogo. Na wakati alifika hapa aliniita nikafika safari ile kwa mwaliko wake. Huyu mtu mimi ninamfahamu sana. Sema mshujaa wake ni labda ningechukua maneno mengi kwake. Hiyo wakati nilimhesabu kama mtu mkubwa lakini alikuwa akionekana kama kijana. Kwa leo tunasema anaeleza miaka 39. Hapo labda alikuwa na miaka 35 au 31 au 12. Irakiza naye anakuwa karibu yake hapa. Yeye ni ndugu yangu ya Katanga huko. Tumeishi pamoja na jamaa kama wazazi wake. Nimemkumbuka baba yake mdogo ambaye tumesoma naye kwa chuo cha Yesu. Gasosi ni ndugu baba yake mdogo ni hapa na hiyo historia kwangu nimeiona tena kirudi. Basi ikakubana na ya Museveni nayo pia. Hawa wote ni ndugu zangu. Hiyo siku nilijua kama sitakuwa mahali. Nilijua kama siku ya kwanza ndipo hapo mtaweza kufanya mazishi yao. Nilikuwa ni kwa safari. Wakati nilirudi kwa safari yao. Hapo ndipo pastor alinipigia simu na kuniomba ya kwamba nitakuwa tena. Ninashukuru Mungu kuona ninakuwa miongoni mwenu sasa. Kwa ndugu zote nasema pole. Kifo kina maneno mengi. Kifo kila wakati wote kinakuwa kipya. Kwa sababu hakuna atakayekufa mara pili. Na hakuna yule ambaye tutazoea kama amekufa lakini angali hai. Usipende wala tupende kila wakati wote. Kifo kinakuwa kipya kila wakati. Neno la pili. Kifo kina nguvu. Hakuna wandugu ambao wanaweza kusimamisha kifo. Hawatajua hata siku gani kifo kitafika. Neno la tatu. Kifo hakina huruma. Niliangalia hawa wazazi ambao wanakuwa mahali. Nikaangalia hata ndugu ambao wanakuwa karibu yao. Museveni na Shana ni wao ambao wamenipokea. Siku ambapo Shana alipotea alikufa. Ilikuwa kifo kwake. Na leo tena kifo kinakuwa kipya. Ninaona hata ndugu mmeeleza naye hapa. Ninasema pole kwenu. Mungu ndiye mkubwa na ni mfariji. Kifo hakina woga. Kifo kinaondosha mtu kwa ile jamaa ambaye anakuwa na nguvu kubwa. Niliona watu ambao wamejumuika ambao wanahusiana na hawa ndugu ambao wanakuwa hapa. Nikaona kifo hakina woga. Hakuwezi kushituka kuona watu wa watu. Neno la tano. Kifo hakichagui. Kinabeba shujaa. Kinachukua wakongwe ambao tayari miaka imesonga hata 18. Hapa nasema 18 au 25. Inatosha hata mimba baada ndani ya mama. Neno la sita. Kinakuwa mtu kikuwa na uhuru wote. Inaweza kuja kwa kighafla au unaweza kuwa na muda mrefu wa kifo kijiulize kama ninachukua mtu kwa kighafla watu watajiuliza. Nasema mtu akikufa hata tayari viungo vimoja vimekwisha kuoza. Kifo kiwina huruma kwa hiyo. Kifo hiyo ndio sana. Kifo kina siri. Hawa watu wote kuna aliyejua
mtaweza kufa. Labda kama mtayari mtakikuja kufa, ndipo watu wanasema niliona hata kitu alama kidogo. Haya makubwa tangu kuliombi. Habari kama zile ambao wametoa kwa hao wawili. Haikusimenye tutuma mjia kwa kufa. Hizi hazina alama za kuonyesha kama mtu anaenda kufa. Huko mjia kama baba ataka kwa kamera. Kwa sababu mtu anaweza kutosha mabati na kufunika kanisa, lakini hiyo haishi. Na anaendelea kuishi. Mjia yasome shuma anataka wawili. Wakaanza shura hai. Mtu anaweza kusaidia mwingine anasoma shule mmoja wawili wanamaliza masomo na angali hai. Neno la nani? Kifo ni mbaya. Kina ubaya sana. Kuona wakaombi wajanyanga. Kuona hao wandugu wakilala hapa. Basi sio kazi. Waliamkia asubuhi wakaenda kwenye kazi. Sasa ngawa na hanze sina mwenye. Hawa hivyo. Mimi nilitoka nikaona watoto wawili wanalia hapo nje. Nikasema kifo ni kibaya sana. Neno la 9. Mwenye kanisa Mungu kadri kuiona. Mtu hujulikana sana, hapo ndipo anaenda kupotea kwa watu. Hawa wote watangaza hawa. Watu wote ambao wamejumuika, ninyi nyote hamkuwa mnawafahamu hao. Hawa ambao postinze. Ni watu tu ambao wamewatia kwa mitandao. Na watajua watu hawa wengi. Na hata yule ambaye hakuwa anamfahamu alimuona sura na kifo kinatangaza mtu na kinambeba ngazi fulani kwa kwamba kama tukikatarange. Na mtu anatokea kwa ubali sana. Na hao hawatakawia hapo, baadaye wote watarudi. Wewe tunakuwa nani mtaa? Sisi sote hapa dakika chache tutapigana hapo. Hao wandugu ndio tu watabaki wa jamani. Hiyo ndio kweli ambayo ninawaambia. Ni tangazo ambalo kifi naleta. Na kila mtu anatafuta nauli ili aweze kufika hapa, ingalau hakukuwa nayo. Kifo inapiga huko na huko. Mtu anakosa amani mahali anapokutana kuwa. Neno la 10. Uzatinda kufa. Kifo kitakawia sana kuondoa. Alikuwa ngumu sana. Ngalau ninasema hivi. Nikamwambia kama ingani barafu ya macho. Acha niwaambie maneno kama ngapi kisha nirudi kwa maneno ambayo tunayasoma. Ndio na shubi maana Mungu wangu bora hasikali ndiye mito itabarika shida hasikali ndiye mito itabarika shida kikundi lake Mungu mutahaba milele kati ya milele naona mudahaba tena vitai la pesha mudahaba hadi tutashauri kuna kile ambacho kiwezi yao kwa tusabia tukaekera hapo ningesema tu haya tunaachia hapo kwa kufuatilia kwa kudhibiti hapa tungelisaidiana sana na kifo kukipatia ushindi. Alipofunza kumbi hiyo kushawisha. Lakini kifo ni njia moja pekee yake ya kufikisha mbinguni. Wewe sasa kama kitu. Ya kuonesha kwamba Yesu atarudi kifanyiko tena. Ichaka vile neno la 2. Kuishuhudia kwa kuishuhudia. Kinaua mwili lakini uzima haukufe. Chaka 3. Neno la 3. Ndio mwanzo wa Musa kwa. Ni adui wa kwanza ambaye ataondolewa. Chaka 4. Neno la 4. Tunakuza. Hapa tutamshimanga kabisa. Kuna watu wawe wewe. Kikuuliza wewe kifo nguvu zako ziko wapi? Ichanyuma. Neno la mwisho. Nyumba yako tutawaiteka. Na baadaye ya kifo tutaishi milele. Kwa somo mlitabu kwa kweli. Tayari tumeisoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa Daudi ambaye kwa nini tunaacha? Daudi wakati alimaliza kazi zake kwa wakati wake. Ngo akasinzi. Akalala. Warago. Na akaoza. Washikwa siku. Na wakampeleka mahali ambapo amestiri. Zaidi siku sinzia. Zaidi siku wa kuomba. Zaidi ni kufanya mapenzi ya Mungu yale ambayo Mungu alikuwa anapenda kwako. Billy Graham akaandika hivi. Zaidi sikile wakati mtu anakufa. Sikufa ngali kijana au mkongwe. Sikufa kama kigafla au kama
13 na mstari wa 7. Bwana wetu asifiwe. Amen. Jambo shetani nani ndio mtakatifu. 11 na mstari wa 13 na 9. Akasenga nao wote wale washuhudia vizuri kana hao wote watapewa urithi wao. Kwa sababu Mungu amepangilia mipango mizuri ili wasiweze kuandaliwa ili watakase. Akasema nitasema nini nyingine basi? Nyakati naweza nipita. Na hata niseme mambo ya Yesu. Niseme mambo ya Daudi. Niseme Baraki. Niseme Samuel. Yeye ni shujaa. Tayari amefanya kazi yake kwa muda wake. Museveni wakati kwa mwalimu wakati aliongoza wenzake kwa masomo. Wakati Irakiza alifanya kazi zake vizuri na kusaidia hata jamii. Mungu akujali wamekufa wakiwa na umri wa miaka gani? Niwaambie kwa nini sisi tunawaza mtu amekufa akiwa na miaka gani? Sababu ni moja tu. Ni kwamba sisi tumana mwili. Kwa yetu ni kuishi kwa dunia. Kwa sababu tumana mwili. Tunawaza na tunatekeleza kama mwili. Hakuna mzee ambaye ametayari ameweza kushika. Hakuna kijana ambaye hakuna mtoto mchanga bado. Wote ambao wanafikika kwa muda wao na saya. Ni tuna ambao linaiva. Mungu hataangalia ni nini ambayo itatokea baadaye. Kilomita zake ambazo amezipewa amezimaana tayari. Mungu anasema hapa ndio mwisho, simama. Ndugu wakati walimaliza kufanya kazi zao kwa muda wao Mungu aliwapea. Wamelala. Wanangoja ufufuo wa waaminifu. Tumesoma kitabu cha Mhubiri. Kila kitu chote kina wakati wake. Kile chote ambacho kinaonekana chini ya jua, kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kwa sababu sisi ni watu wa mwili. Tujue kitu ya hivi. Ukisema hii kwa pale mali. Watu wanakuambia anyamaza, hii haiko vizuri kusema. Wakisema kwa wajane. Ambao wamefisha wakiwa wadogo. Hao hawapendi wazungumzie haya maneno. Kwa Zaburi tumeisoma. Bwana, unijulishe siku zangu. Ili nijue kama mimi si mtu wa kuishi. Ambao wewe unachukua siku zangu na hapo unafanya kama vile hatua za mikono. Wakati wangu wa kuishi mbele zako ni pumzi haiko. Hata mtakiwa na nguvu ni mpumzi tu. Hata niwaambie hivi. Siku moja Roho Mtakatifu alizungumza. Mungu amemfanya mtu akamtengeneza kwa ardhi ya udongo. Baadaye akampumzia pumzi ya uzima. Ili awe katika dunia asipoteze uungu wa Mungu. Hii pumzi kakuja nyuma. Akasema wewe ni unapanda wa kwanza. Ambaye anatoka na anabomoa nyumba ya mwenye nayo. Sikiliza kwanza haya maneno. Yeye ni mpangaji ambaye anakuwa. Yeye akitoka kama mpangaji. Mwili hakunaoza. Lakini wapangaji wa dunia wanatoka katika nyumba ya kimya. Na hata kwenye nyumba hali Roho Mungu akaniambia hivi. Huyu ndiye mpangaji na baadaye ndiye mwenye nyumba. Hata mtu anaweza kuwa na nguvu. Akiwa mrembo anaikuwa na nguvu. Lakini kama hana pumzi ndani yake, watu wote wanamkimbia. Tunaenda kwa kumalizia. Hayo ndio wakati wetu. Kwa Warumi tumesoma. Kama Roho ambaye anamfufua Kristo akiwa ndani. Yule ambaye amemfufua Kristo akiwa ndani yako. Ile Roho ambaye amemfufua Kristo ndani. Hii atafufua hata miili yetu ambayo inakufa. Daudi
akapiga kinanda changu. igicure kiri muri soki kamuvamo Ile pepo chafu ambayo ilikuwa ndani ya baba yangu inatoka. atariko yabara kufata mitende Lakini baadaye akisikia tu nguvu kidogo, agatora ichungwa nyinshi yeye anakamata mkuki kwa kuniwinda. Jonathan akamwambia Daudi, hakika baba yangu hawezi kufanya kitu bila mimi kuniambia. Akamwambia Daudi, mimi katikati yangu na wewe ni hatua tu moja mkono. Atufanye biashara, tuwe na kazi, tuzae, tujenge, tujifunze. Lakini tuwe tunakamata kila mtu mmoja. Katikati yangu na kifo. Hapo kuna watu imoja. Hapo katikati yangu na kifo ni watu moja. Niwaambie mtaalamu akasema maisha katika dunia haiko maisha yetu ya kudumu, na haiko ndio mwisho wetu. Maisha yetu hapa duniani haiko yetu ya kuishi milele, na hiyo ni haiko ya mwisho. Hii yetu ya mbinguni ni mbinguni. Tukufu kwa Mungu wetu wa Nazareti. Kwa kumalizia, Yohana yaranditse avuga ibipfugwara za akasema kifo cha haleluya zirindwi n'imana za soza. Hapo sasa naleta haleluya 7 na hapo inamalizia. Bani himbazwe cyane. Mungu abiga hapo utukufu kwa Mungu. Haleluya. Reka mbabwire. Niwaambie hiki. Mbarahi Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Mungu wa Isaka na Yakobo. Hakindi twakora. Hakuna kingine kitu ambacho tunaweza kufanya. Sigaye mukanya gatoya. Hapa dakika tu chache. Bari muhamya baada ya kusikia ushuhuda. Ndio tugiye gushingura abagabo. Hawa hatuende kuwasikia hapa. Hawa yakizana musebe bakubwa sana irakiza hawezi kula. Mimi bilasize. Mimi tayari wamekuja kuiga. Bari mugambi bw'Imana. Hawa wanakuwa katika ufalme. Mimi ukachaji sambo. Mukumbuke yule mtambazi. Yesu tugiye kwizora turarara na muri paradiso. Ya leo utakuwa na mipeponi. Mungu pale kubazi. Hizi ambao mtukuwa tunawaelewa. Sasa ufuja mbasabu. Si wana wa kula katika jeneza. Walikuwa wanasaidia wengine ambao wana ndani ya jeneza. Sanga kimbabwi. Kuna kitu kingine ambacho tutaongea. Upusha intwari. Mkipoteza shujaa. Ugafusha n'umunyabwenge. Na unapoteza pia ugafusha n'umukristo. Na unapoteza mkristo. Iswari mu yakiraka. Labda mtu anaweza kujitapa kwa hao. Utatekeleza ngo yagere. Kuliko kumpoteza yule mtu na kuwaza ameenda. Mungu anatokeza ngo Imana yatusha maboko. Anasema Mungu ametufikia. Wewe nani? Wewe amaboko yawe kumungarangana. Je, nguvu zako za mikono na yakumbe mugitakira wira gusoma. Yeye amekutengeneza kwa mdomo na mbali. Imana yasifundisha maboko. Kisha sasa Mungu amenisifisha mikono. Ni yabatekereza ko kwa ifite niwe mubesha. Hakuna ile yenyewe wazee yeye alikuwa anamweka. Turangiza kwa kumalizia 11:25 mu butumwa bwiza kubatswe na Yohana. Kwa Yohana sura ya 11 mstari wa 25. Twaravuze ngo singiye bishoboka gusa Museveni na ira kisomezi swali la kizana Museveni ile njia hadi bali kunyura. Je, hawangelipita njia nyingine kuliko kupitia hii? Sio wazo kuhusu kumenya ntibagende. Je, siku wangelijua na wasiende kwa kama Maria na Martha waambie Yesu. Kama vile Martha na Maria walimwambia ingelikuwa hapa kaka yetu angelikufa. Alikuwa anambia ndio kuzuka na Mungu. Akamwambia mimi ndimi ufufuo na uzima. Unyizera nuko yawe. Yeye atakayeniamini hata amekufa ataendelea kuishi. Ona huyu taarifu kukio. Lakini yule ambaye anaishi atabaiteka Yesu. Atakuwa milele. Hawa wababa wote wanaokuni maana hiyo. Huyu ni Mungu ambaye ni Imana tifa. Mungu akufake. Alikusho yayo. Huyu sura ya ndio yakibwaka. Ndiyo ambaye kinalipa. Hawa lakini bicho. Hawa hawakuwa walikuwa sababu. Imani ile Mungu yaravuze kutumureme mu shusho yake. Mungu akasema tumuumbe mtu kwa sura yetu. Uyu mtu yishuka mu horogoko. Kama mtu anao mwingine kwa sababu akamukwasa na akamukwasa anaamua kwa sababu ya kisa nafanana. Hawakwani kushaki Imana ukulema. Hapo yeye anapingana na mpango wa Mungu kwa ajili ya uumbaji. Tutawaza. Ingalau sisi hatuwajui waliofanya haya. Hawa tayari ni watu ambao hakuna hata siku moja wataweza kutulia. Nikaanza kusoma hapo Butare kuwitoa baba baadhi ya nusu tutaje nusu. Butare siku moja nilisoma kwa ile nafasi kwa mara hizi na kareka na yuko yende. Wanasema damu ya huyu mtu ambaye hana hatia yoyote.
bazagize gute. Hawa ni wale ambao wameharibisha, ni waharibifu waliofanya. Atakomeza kene. Yule maskini ataendelea kuna umaskini wake. Mungu yule atakomeza Bwana. Ugonjwa miongoni wake ataendelea na ugonjwa wake. Yao watu bila za baba. Na damu yao kama watupi itakuwa juu yao. Nimwuke Kaini. Mkumbuke Kaini. Wewe kishaduke mwisi. Yeye amelaaniwa duniani lakini Mungu katia akazaa kuchukua mtu wa kumuua Kaini. Ndio mnanua sababu ni kwamba watu wasilipishe kisasi kwa sababu yeye hakuna ndio maana Mungu alisema hiyo hapa inamalizika mimi ninasema neno la Mungu linasema hivi watu wetu ambao wamekufa hivyo nabii alisema mauti watu wangu wote watakuwa wazima na wao waliokufa watapita hiyo wakati umande utakuwa ndio majani na kifo kitaleta wale ambao wamekufa wazazi na Mungu iko na ahadi yao nyuma ya tariki 9. Siseme kama ujane ni rahisi. Siseme kama yatima ni rahisi. Lakini hayo yote Mungu anajua. Na Mungu anaruhusu hayo yafanyike. Na Mungu ana mpango wa kuweza baada ya Iraki na Museveni. Hawa wamama waendelee kuishi. Wazazi wao ambao wameachwa na waendelee kuishi. Watoto wako hawatenda. Historia yao haishie hapo. Acha basi nimalizie haleluya basi. Tayari nimeleta moja. Hapa basi tutoe zile sita mkiitika sisi nyote. Ninyi nyote muitike. Haleluya! Mungu tena maajabu yako. Haleluya! Mungu fanya nini? Haleluya! Mungu uwe mlinzi wa hii nafasi. Mungu wetu. Haleluya! Hao wamama na watoto Mungu uwalinde na uwatunze. Tunaenda kuletea mwisho. Ni mawazo yangu yananiambia. Tuende kuombea nchi. Hivi vifo vikomeshwe. Wakongomani waishi vizuri. Kila mtu anasikia mwenziwe kama ni mzuri. Mungu ambaye anakuwa na uwezo wa kujua kisa atatengeneza hayo. Ni yeye ambaye atatimiza.